watu kunyenyekeana, watu kuheshimu watumishi wale. Maana nasema ya kwamba tusipowaheshimu, ile baraka wanaweza toa haiwezi kutufaa. Unakuta unainukia mtumishi na unataka baraka kutoka kwake. Niliambia watu wengine, watumishi wakati mgani wanakuwa na faida kwa mambo kadhaa. Wakati mtu anapobatizwa pengine, hapo ndio mtumishi sasa, hapo utamdudu anatafutwa sana. Wakati pengine mtu anataka kuoa, wakati anataka kuoa, hapo pasta ako wapi? Hapo tusibu tunakuanga tuingie, hatukosi kupigwa na mtu anapiga in advance. Mimi nikiona ulikuwa unipigii simu, unaanza kunipigia wakati najua hapa kuna kitu kinahitajika ambacho huyo mtu anaona pasipo mimi hawezi akafaulu. Haleluya. Sasa najua simu inaanza kupigwa, ukikaa kidogo nasikia tena umepigiwa. Sasa niko mpaka unasema wewe huyu ndugu ameokoka kabisa. Akishaoa bye bye. Mtakutana wakati ya mtoto kaka atajifungua, mtoto aletwa tena awekwe mkono, ama wakati wa meza ya Bwana. Lakini siku hizi zingine basi sijui tunapelekwa namna gani. Hii kanisa haina mpangilio. Sasa jamani, wakati nilipokuja ukabatizwa kulikuwa na mpangilio. Wakati nilipotaka kuoa kulikuwa na mpangilio. Wakati ya meza ya Bwana kuna, wakati tutanaye kwa mkono kuna mpangilio. Wakati mwingine hakuna nini? Hakuna mpangilio. Nao nimesema ya kwamba hiyo Hebrania ina uzito mkubwa sana. Inasema ya kwamba kama hatutawaheshimu, ile baraka ile ndio wanaoenda mahali hapa haitatufaa. Na ndipo mimi nataka kanisa hili lingekuwa mbali sana. Tena zaidi, na watu wengi wangekuwa mbali. Lakini ile heshima ya watumishi ni kama imekanyagiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kama imekanyagiwa wapendwa. Tunahitajika mtumishi akisema watu wabarikiwe, kweli wanabarikiwa. Lakini watabarikiwaje na pale walikuwa wamenena wa ubaya juu yake pale kwa mgongo, walikuwa na mumba kwa mgongo. Walikuwa na mpakpai. Watabarikiwa namna gani? Na kuna wakati mlikaa kikao mkategeza kamati ya kunena juu ya mtumishi. Utabarikiwa namna gani? Yes. Kitabu cha Wagalatia ile, kuna watu walichukua mtumishi fulani wakasema huyu kweli ni mtumishi, walimunganisha nani? Wagalatia ile 14. Na hivyo ndivyo ambavyo inavyohitajika. Hebu tusome mahali pale, Wagalatia ile 14 inasemaje? Wagalatia ile 14 yasema hivi. Ndio. Na jaribu lililowapata katika mwili wangu, hamukulidharau wala kulikataa, bali mlipokea kama malaika wa Elohim, kama Yahshua Mesaya. Yaani hawa watu wa Galatia wakati walipomuona Paulo waliona kama malaika wa Mungu. Sina malaika. Walimchukua kama nani? Malaika. Kama malaika. Paulo walichukua kama malaika na wa kanisa la Wagalatia. Walikuwa na huyu akisema Bwana asifiwe, wanasema amen wote. Akisema tufanye hivi, akifanya yani kila jambo walikuwa wanapelekana hapa kwa hapa. Paulo alisema na watu walichukua kama malaika, hata kama Bwana Yahshua Masihi, kama Yahshua Mesaya. Masihi. Angalia, wao nakumbuka wakati mlikuwa mjazoeana na pastor wenu ama na deacon ama na mzee wa kanisa ama na mtumishi wenu, ulikuwa kila wakati akiongea mpaka unataka kutetemeka. Lakini leo hii hebu walipozoeana ikakuwa namna gani? Mstari wa hiyo inayofuata 15. Yasema hivi, kuwapi basi ule kujiita heri? Maana na washuhudu kwamba kama ingaliwezekana mngaling'oa macho yenu mkanipa mimi. Angalia, walikuwa tayari hata kung'oa macho wampatie nani? Okay. Imagine wakati mlipojuana na mtumishi wenu, wakati alipokuwa akiongea na hebu kumbuka siku za kwanza, hata ulikuwa unakaa kama unataka kulia, akikwambia kitu nasikia ni kabisa linakujenga. Mpaka unasikia kabisa limekuingia kabisa. Hata hawa watu wa Galatia, Paulo anasema kwamba kuwapi kule kujiita heri? Maana mimi ni shahidi, hata kama mngeulizwa mlikuwa mnataka mngoe machoni mnipatie.
Yaani walikuwa wamejipeana kabisa kwa Paulo. Lakini baada ya kukaa muda wakaanza kukubia Paulo. Unajua Paulo alikuwa mfupi hivi, mzee mmoja kipara. Sasa na huyu mzee wakaanza kujua maudhaifu ya Paulo. Ndipo sasa mahali pengine anasema katika kitabu cha Wakorintho, ati wengine ninapotuma barua huwa wanachukua katika hali ya uzito, lakini wakiniona wanasema kumbe ni mtu hivi hivi tu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio shida. Ukishajua mtumishi anayekuongoza, yaani zile weakness zake, udhaifu wake, ule unyonge wake, sasa unaanza kumdharau, unaanza kumwangalia sasa huyu mtu kumbe nilikuwa nafikiria ni hivi. Hawa watu walikuwa wanaona kama Paulo kama ni malaika. Malaika mpaka anasema mimi ni shahidi yenu. Mlikuwa mtoe machoni munipatie. Na watu wote ambao wanachukua neno la mtumishi kupitia maandiko matakatifu na kulishika kama neno, watu hao huwa wamebarikiwa sana. Na huwa wanapata faida kubwa. Tuangalie maandiko. Na si wengi. Si wengi, ni wachache mno ambao wanachukulia. Unajua neno limesema huyu ni mjumbe, amewekwa kwa ajili yako wewe. Hata huyu kijana wangu akishaona huyu ni baba, akose kuona upasa, akose kuona utumishi, basi huyu anaisha hivi. Sitakuwa hata hakuna kitu atachukua kutoka kwako. Atakuwa anaona baba haoni mtumishi. Hata Paulo anasema kwamba kadri hao watu walipokuwa wakimzoea, kadri jinsi ambao walivyoenda kuendelea kukaa na hao, akakuwa nini kwao? 16 yasema hivi. Ndio. Je, nimekuwa adui wenu? Sasa angalia watu ambao walikuwa na Paulo kana kwamba ni malaika, mtumishi wa Baba kana kwamba ni malaika. Ameanza kuwa nini? Hadi unakuta kuna wakati unaanza kuhepa hata pasta wenu, mtumishi wewe hapa anakuongoza, unaanza kumuhepa. Utaki mali hapo unaweza kutaka. Hapana. Unaanza na zamani ulikuwa unakaa hivi karibu na kila wakati mko hapa kwa hapa. Lakini umeanza kumuhepa. Utaki? Sasa angalia hawa Galatia. Paulo anasema ya kwamba nimekuwa adui yenu sasa. Hii wa Galatia. Sisi mlikuwa mnanichukua kama malaika. Sisi wa Galatia hata kama mngeuliza mngekuwa machoni munipatie. Nasema naongea juu ya utumishi anaweza kuwa faida kwa maisha yako ama akose kuwa faida. Inategemea jinsi ambavyo utakavyokuwa unamchukulia. Na fadha usije ukazoea mtumishi tena vizuri kutoka kwake. Inasemaje? Kitabu cha tuangalie mtu fulani hapa Marko. Hatujamalizia hiyo 16. Je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nawaambia yaliyo kweli? Sasa hiyo ndio shida. Kuna watu wanaweza kuwa ukiwaambia ukweli, unawaambia hivi unavyofanya sio mzuri, unakuwa adui yao. Wewe kuna watu watakiwa wakuze mahali ambapo pengine wanataka kukaa bila wanaotaka kukaa. Ukikuza mahali ambapo yeye hataki, anasema basi waheri ya kuonana na mtumishi. Utumishi wako kaa na. Ukimwambia njia sio hii, basi umepoteana. Hata Paulo anasema ya kwamba kumbe nimekuwa adui kwa sababu ya kuambia neno la kweli. Inasemaje hiyo kitabu cha Marko? Naye Mwokozi akasema nini? Marko 6 aya yake ya 4. Marko 6 aya yake ya 4 yasema, Yashua akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumba yake. Sasa hiyo ni Mwokozi. Na nyumbani mwake. Huyo ni Mwokozi. Unajua kuna wakati huwa naangalia naona watu wengi wanapata faida kupitia watumishi, watu ambao hawahudumiwi na huyo mtumishi kuliko watu ambao wanahudumiwa na huyo mtumishi. Kama pengine ni kwako, unakuta unasema ni baba, ni mume wako. Inaishia pale. Hiyo inaishia pale. Kama pengine ni hapa, baba nganga. Idawanga. Paka tumeitana baba, na ni mzuri kwa sababu mimi ni baba nani? Baba nganga. Kwa hivyo unakuta ule utumishi haukusaidii wewe.
Wajeta mtu mwingine kuita mtu deacon. Sijui ni wivu, sijui kuita tu huyu deacon yetu wewe deacon. Na mtu Jose. Sasa angalia. Na mtu ameshatauliwa tayari. Biblia inamuita deacon. Mimi naita brother Jose. Jose ni nini? Ni jina yake. Unaitwa Jose kwenye kitambulisho. Ikawa ukimuita Joseph. Sasa mimi naitwa Joseph. Sasa ipo mbali mkiita Jose. Hai Jose. Mimi naitwa Joseph, kile ndio. George. Imagine ukiita Jose. Maandiko inasema ya kwamba naye basi akasema ya kwamba nabii mtumishi mahali ambapo anakosa heshima ni kwake na kwa kwao. Si maandiko imesema hivyo? Na jamaa zake na nyumbani mwake. Ukichukua mtumishi, wewe kama ni mama umezaa mtumishi, mtoto wako ni mtumishi, umchukue bado ni yule mtoto wako, hakuna kitu utapokea kutoka kwa huyo mtoto wako. Naye Mwokozi, unajua Maria ndiye alimzaa Yahshua. Maria ndio Mary. Ndio Mary. Unajua alijua Yahshua ni mtumishi. Ukisema katika Yohana 2. Akaenda akamwambia divai imeisha. Yeye alijua huyu ni mtumishi na anaweza fanya jambo. Yeye hakumchukua kama mtu, kwa hiyo mtumishi ni zawadi kutoka kwa Elohim kwa wanadamu. Kama ungelijua hivyo, ni zawadi kutoka kwa Elohim kwa wanadamu. Mtumishi. Sasa Maria alijua huyu sio mtoto wangu tu, bali alijua kwamba ni mtumishi. Na najua ya kwamba kuna mema na mengi ambayo anaweza kuyafanya. Ndiposa maji yakageuka nini? Divai. Kwa sababu hakumchukua kama mwana wake tu, alimchukua kama mtumishi. Watu wengi wameenda hasara sana kwa sababu ya kuzoea watu, kwa sababu ya kumchukua ni mtu, ni ndugu yangu, ni dada yangu, ni mtoto yangu, ni baba yangu, ni mume wangu. Sasa maandiko yanasema ya kwamba nabii mahali ambapo asikiki ni kwa jamaa yake na kwao na kwa nchi. Nimewaambia huwa nina wivu ninapoona kwamba watu wengine wanasaidika kule nje hapo, si wa kanisa hili la kwetu pengine. Wasema na wetu si shida wako nazo kwani haziishi? Nao zinaisha. Kwa sababu ulishazoea. Si namna hiyo? Tunasema sasa kuna mama mmoja alinipigia simu. Si wa kanisa hili la Kisabato, wa Jumapili. Ilikuwa juzi kama wiki mbili imepita. Akaniambia mchungaji, akaniita tukakutana. Akaniambia mimi mchungaji, gari yetu imeshikwa sababu ya loan. Na sio pesa kidogo. Na hiyo gari nataka kuuzwa. Mimi sijakuita unipatie pesa, nimekuita ufanye maombi. Tayari imeshachukuliwa na auctioneer. Na watu wa kuinani. Na hizi gari zimnaziita sijui box, hizi Nissan. Nikamwambia, ule dada akalia, machozi kanatuko kwenye, tumesimama analia machozi kabisa. Nikajaribu kuimagine, ni watu wangapi katika kanisa hili wameailetea shida wakiwa analia? Akasema hakuna, ni wachache sana. Analia kabisa. Nikamwambia nenda. Yule Mungu baba huwa namuomba. Huyo ni wakati za Jumapili nitamuomba na atafanya jambo. Akanipigia simu baada ya siku mbili akaniambia bado. Akanipigia akaniambia mambo sasa zinaenda sawa sawa. Juma lililopita gari likaachiliwa, wakalipa lile deni na gari kama gani? Gari halikuuzwa. Bwana asifiwe sana. Akasaidika. Kwa sababu aliamini kwa maombi. Yeye kuangalia ni pastor wao. Aliangalia huyu mtu anaweza nisaidia. Na niambia sio pesa. Ananiambia unataka kiungo, taja neno tu, najua kwamba yote itakuwa sawa.
lakini ulishazoea mtumishi wenu, ndipo shida haziishi. Sasa yule kwa sababu hanijui sana, vile neno likitatamka analiamini. Angalia Hana hapo kwenye madhabahu ya hekalu wakati wa Eli, analia. Eli anakaongea na yeye, Hana kaongea ni uchungu ndio leo muone. Eli akamwambia na baba akutendee yale ambayo unayotaka. Bwana asifiwe sana. Na alitendewa. Kuchukua neno la mtumishi kwa uzito. Wapendwa, si wadanganye. Shida nyingi zimetukumba, mambo yetu yamekwama kwa sababu hatujaelewa mtumishi ni nani. Hatumtumii sawa sawa. Lakini wakati mtumia sawa sawa, maana ameweka mahali pale si ati akule na anywe. Shida zako zitafanya ingie kwa maombi kila wakati. Unajua hospitali inakuwa busy kwa sababu ya nini? Ya magonjwa ambayo watu wakigojeka sana. Daktari anakuwa busy. Lakini kama hakuna wagonjwa, sitakuwa nasoma tu gazeti kila wakati. Hasa mimi pia kama hamuniletei shida, sasa nitakuwa naingia maombi kwa sababu ya shida zangu. Ni kukula kukunywa, wakati mwingi ni kukula kukunywa. Sasa mtakuwa mnasema na pasta siku hizi amenenepa. Ngaidiki maombi. Sasa kama hakuna shida inafanya mtu aingie kwa nini? Kwa maombi. Sasa wewe unakonda kwa sababu ya shida zako na mtumishi wako anaendelea kunenepa. Na kuna mahali ambapo unahitajika upeleke zile shida. Sasa utapelekaje? Na jana mliongea ubaya yake. Na basi amesema ya kwamba nabii mahali ambapo asikiki ni kwa nyumba yake na kwa jamaa zake na kwa nchi yao. Alifanya miujiza mingi huko. Hebu soma hiyo aya inayofuata, aya ya 5. Yasema hivi, wala hakuweza kufanya miujiza wowote. Angalia sasa, angalia. Hakufanya miujiza. Hebu nimalizia ndugu. Wala hakuweza kufanya miujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Ile kidogo tunafanyaga hapa. Unaweka mgonjwa mkono hapa anapona, kama kahoma, malaria nini, hiyo inaisha. Hiyo miujiza inafika mahali pale. Aliweka mikono tu kidogo hivi. Ile miujiza kama hiyo gari nataka kuenda inarudi. Hiyo si miujiza kubwa. Alitafuta akaliambia nataka kuja kushukuru. Kuna mambo makubwa wacha hii ya kuwekea mkono. Hii ni kidogo. Simesikia maandiko imesema hakufanya miujiza huko isipokuwa kuwekea tu mkono. Hii utatokea na weka mkono unaisha. Hii kile baada imekukalia. Hata kuna hii pattern of generation unakuta ya kwamba kuna kitu haikushiki kweli. Kuja tukae chini tuongee. Tafuta mtumishi muongee na yeye. Niliambia watu wengine ukiona jambo linajirudia kwenu sana. Ili jambo ambalo ni jambo ambalo nataka liangaliwe. Nataka maombi. Bwana asifiwe sana. Unakuta linajirudia. Ni kama hii ya Ibrahimu. Kwa mfano tu kidogo. Watu wako na shida hapa. Ibrahimu ameoa mama anaitwa Sara. Si alikuwa mrembo sana? Unajua Sara angefanya Ibrahimu auawe. Paka nabii sana tukifika huko wapi wewe ni dada yake. Hiyo jambo ilijirudia kwa Isaka. Isaka kawa mrembo, mama mrembo. Mpaka watu walikuwa wanakuja kuangalia Rebeka namna hii. Si vile alivyo. Kuna alikuwa mrembo. Si maandiko yanasema hivyo? Walikuwa wanakuangalia hivi. Mpaka wakaenda wakaambia yule mtu, yule mkubwa wa huko, chukua Rebeka, huyo ni mrembo. Na Isaka akajua huyu anataka niuawe. Akaambia Rebeka, sema wewe ni dada ya? Baba alisema hivyo. Ibrahimu alisema hivyo. Isaka akasema hivyo. Ikafika wakati ya Isaka naye kudanganywa. Alidanganywa na nani? Na kijana yake nani? Jacob. Mimi ni nani? Ni Esau. Na alikuwa Esau wakati Yakobo anabarikiwa. Na Esau naye Yakobo akadanganywa na nani? Na Laban. Mara ngapi? 10. Maana ndio nasema ya kwamba umebadilisha mshahara mara ngapi? Na pia akadanganywa, badala ya kupewa lesho akapewa Lea. Angalia mambo kujirudia. Tukienda na hiyo tuende mpaka uone. Pia
na ni maombi tu na kutoa dhabihu. Kuna mambo inakuwa kwa pomba inajirudia, unakuta kwenye pengine watu huwa hawaoi ama hawaolewi, ama pengine unakuta akiolewa lazima kuna pomba. Najua wasichana walikuwa 5, kila msichana akienda kuolewa lazima aache katoto kavulana. Kila msichana akienda kuolewa lazima aache katoto kavulana. Sasa anataka kavulana kwa kijana akienda kuolewa lazima aache. Hata kuna pia ni mambo ya kawaida. Wa kwanza akaenda kuolewa ameacha kijana, wa pili akaenda kuolewa ameacha kijana, watatu akaenda kuolewa ameacha kijana, hivyo hivyo ni kitu inajirudia. Unaangalia hii jambo si jambo la kawaida. Nasema ya kwamba zaidi ya kuweka watu mikono hapo wapate uponyaji, kuna mambo mengi watu wanaweza kuongea, mambo ya kifamilia ambayo imeshika familia. Na mtu anaona kama kawaida, anasema damu ya Yeshua ni ya kusamehe nini? Dhambi. Kuna tofauti, ni ya kusamehea dhambi. Haya mengine ni kushurutishi, ni kwenda kama unasuluhisha polepole ukiwa katika wokovu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasema faida ya mtumishi. Sasa huyo mama alifaidika sana. Wewe umefaidika na mtumishi ama ulifaidika wakati ulibatizwa? Wakati ulitoka hapo ulikuwa unaona kichwa na pengine kwa sababu ulikuwa hujakunywa chai ya majani. Ukaombewa ukasema nimepona. Na chai ya majani ulikuwa hujakunywa. Wakati ulikunywa chai ya majani saa 7 ikaisha. Ukasema ni mafuta boli pako. Hapana, ni chai ya majani ulikuwa hujakunywa kwa sababu umekuwa addicted. Umezoea sana. Sasa unasema unajua mimi nimesaidika, nilikuwa naumwa na kichwa. Ni chai ya majani unakunywa sana ndipo iliisha baada ya kunywa chai ya majani. Kwa hivyo Masihi anasema ya kwamba nabii mahali ambapo hasikiwi ni kwao. Paulo nimesema wakati alipoenda Galatia akiwa mgeni, watu waliona kama ni malaika amefika mahali pale. Unajua ujumbe kuna mahali ambapo unaweza kuhubiriwa hata kama hujasimama usome tu andiko moja, nakuta watu wameanza kutokea pale mbele. Waombewe tu. Wanasema huyu kabisa, huyu unajua kiniombea najua shida yako zimeisha. Unajua kuna wakati Petro alikuwa anapita mahali fulani. Watu wanatoa wagonjwa wanawaandika nje. Umeisoma mahali pale Matendo ya Mitume 5. Wanaandika wagonjwa nje. Ati Petro akipita hivi kivuli cha Petro kiwapitie tu hapo. Wapone. Wewe unakaa na shida zako mahali pale tu. Unang'ang'ana nazo, zinakupiga kueleka, zinakuangusha, zinakutoa mpaka kwa imani. Hebu tuangalie kuna watu, ili mfano mmoja tu. Kitabu cha namba ndio Hesabu 12 yake ni ya kwanza. Kuna watu walikuwa wamezoea mtumishi pale. Na kwa hiyo ni hatari. Wote niwaambie ni hatari. 12 yake ni ya kwanza, namba ndio Hesabu. Inasemaje? Namba 12. 12. Aya yake ni ya kwanza. Aya yake ya kwanza nasema, kisha Miriamu na Haroni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Angalia sasa hawa, unajua Mariamu ndiye alikuwa mkubwa kuliko Haroni na kuliko Musa. Musa ndiye alikuwa watatu. Musa na Haroni walikuwa wameachana miaka 80 na miaka 3. Maana wakati Musa anapokutana na Haroni, wakati Musa amerudi Egypt, Musa ako na miaka 80, Haroni ako na 83. Kwa hivyo nani alikuwa mkubwa kati ya hawa watatu? Si ni Miriam. Miriam ndiye alikuwa ndani ya Miriam ndiye amesema ya kwamba ameambia ule binti ya Firauni, kuna mtu ambaye anaweza kutafutia akunyonyeshe nani? Miriam alikuwa mkubwa wao. Sasa Musa wa neno linasema ya kwamba ikafika wakati Miriam na Haruni wakashikamana, ni madugu na dada, wanataka kunena juu ya nani? Ya mtumishi wa baba. Wakabizana. Unajua hata neno linasema usioe mtu wa mataifa. Na Musa ndio wa mtu wa mataifa. Itakuwaje baba akutumie? Sasa wanaangalia zile
kasoro. Maana wanamuelewa Musa kuliko wale wengine, kwa sababu Zipora alikuwa ameoa Zipora. Musa alikuwa ameoa Zipora. Zipora alikuwa mtu wa mataifa, Midiani. Sasa wanasema ya kwamba itakuwaje kama baba ndiye amesema usioe mataifa na Musa ameoa mataifa? Itakuwaje baba amtumie? Jambo lingine pia alikuwa anaangalia yeye anapoendelea na Musa, ulimi wake ilikuwa nini? Mzito. Haruni alikuwa anaongea mzuri kuko nani? Musa. Miriamu alikuwa nabii mzuri sana. Lakini baba aliona katika udhaifu wa huyu nitamtumia. Wajua kuna watu wamesoma sana hapa, wako na degree zao. Na pengine wakiangalia watumishi wengine, pengine ile certificate wako nayo kubwa ni ya kuzaliwa baadhi certificate. Nasema sasa huyu hata Kiingereza akiongea ile neno anaharibu Kiingereza. Kwa sababu amesoma. Baba kwa nini alikuacha akachagua huyo ambaye hata hajui kuandika jina yake awe mtumishi? Sababu anajua kusudi. Baba anajua ya kwamba huyu japokuwa hajasoma elimu ya dunia, kuna mahali ambapo ataelekeza kondoo zake. Haruni alikuwa anajua kuongea mzuri kuliko Musa. Miriamu alikuwa mkubwa kuliko Musa. Lakini baba alichagua huyu. Hapo neno akitaka kutamka neno, anaweza mpaka na maliziwa na pia ulikuwa mpaka na kuongelesha. Unajua watu ambao wanakuwa na hii inaitwa namna gani? Unakutaka mpaka neno hili mpaka nakuta amekoisha mguu chini. Lakini baba anawatumia. Haleluya. Amen. Anawatumia. Sasa huyu mzee Musa ameoa mtu wa mataifa. Hiyo ni kasoro alikuwa nayo. Kwa hivyo japokuwa unajua watumishi pia ni binadamu kama nyinyi, isipokuwa kuna kitu cha kipekee baba amewekeza ndani yao ambacho hauna wewe. Hata ukiangalia unyonge wake, udhaifu wake, hakuna kitu utapata kutoka kwake. Utapata. Sasa huyu mtumishi na hata ni maskini, hana chochote. Kuna kitu naweza sasa akihubiri mambo ya baraka, ya kubarikiwa, unaangalia sasa huyu mimi ni mzidi kipesa, ni mzidi nina cheo mahali fulani. Wacha kuangalia kulie ile title, ile kitu ambayo imewekezwa ndani yake. Wacha kuangalia yeye. Ile kitu ambayo imewekezwa ndani yake itakuwa namna gani? Itakusaidia. Hiyo itakusaidia wapendwa. Lakini ukianza kuangalia hana chochote, hana pesa, ni mtu ambaye nasikia wakikuwa wasema mahali wake nasikia wasisikizo wanasema sikini ni hasara. Ni hasara hii. Hana chochote. Wacha kuangalia jinsi ambavyo hiyo, angalia kile ambacho kiko ndani yake. Japokuwa Musa alikuwa ameoa mtu wa mataifa, maandiko yanasema ya kwamba yeye ndiye alitumiwa, bahari ya Shamu ikawa barabara, Israeli wakapita. Japokuwa Musa alikuwa ameoa mtu wa mataifa, yeye ndiye aligonga mawe, maji yakatoka. Japokuwa Musa ndiye ambaye alikuwa ameoa mtu wa mataifa, maandiko yanasema ya kwamba ndiye aliokoa Israeli. Kwa hivyo kile ambacho kiko ni kile ambacho kiko ndani ya huyo mtu, si ule udhaifu wake. Wacha niende kama namaliza, kwa sababu huwa tunaenda 1 hour, lakini nitajaribu kuruka. Ukiendelea kusoma, kwa sababu ya kuongea ubaya wa Musa mtumishi wa baba, baba alikasirika ama alifurahi? Alikasirika. Akasema ya kwamba tukiwa na bid'a yenu, mimi unaenda naye katika hali ya ndoto, lakini sivyo hivyo katika mtumishi wangu Musa, maana Musa mimi naenda naye uso kwa uso. Tunaongea kujibizana kama mtu na mtu yule mwingine. Baba akaanza kuonyesha tofauti ya Musa na Hawa. Sasa kwa sababu ya kunena ubaya wa Musa, Miriamu akapigwa na nini? Na ukoma. Watu wengi wako na ukoma. Wako nao. Ukoma si ule ambao ilikuwa wakati huo. Ukoma wa kiimani, ukoma wa kibiashara,
ukoma mahali ambapo umeajiriwa kazi ukubariki, ukoma ya jamii kwa jamii zenu, ukoma mahali ambapo unaishi, huna ile pepa, hauna kibali. Unajua unaingia kwa gari unalipishwa mara mbili duko. Yaani na kontakta tonda na kwa wewe utalipa. Mwambie sio hata wewe unajua huyu ile jirani yako anasema mimi siko na kama umelipa. Yaani unakuta wewe ni mtu ambao umekataliwa. Unalipishwa mara ngapi? Sasa unaona kama unatukana. Kuna hiyo mashetani nini? Utakufa. Sasa angalia. Ni ukomo uko nao. Ni muda tumewekewa. Kuna wakati hebu soma wacha tusome hiyo Wafalme wa pili 4:29. Wafalme wa pili 4:29. Kukubalika ni kitu ya maana sana. Kwa sababu kuna mahali ambapo wewe unapelekana na watumishi mzuri. Kufika mahali pale ni wakati ambao ifanya wakakaa chini wanataka huduma ya pasta ishe ama ya deacon ama wamuagushe. Wanapanga mambo wanakaa ni wakati ambao ikaa chini wanaongea ubaya wa watumishi wao. Usiogope ni watu mkono. Wako mkaongea leo ni siku ya kutubu. Kwa sababu ile ukoma bado uko nao. Mkaongea juu ya pasta fulani, juu ya deacon fulani, mkamaliza huyo mkachukua mwingine, mkamweka mahali pale, mkamaliza huyo mkachukua mwingine, mkamaliza, baadaye unasema sasa ado nimepata baho ya. Sasa baada ya kwenda umekiroga. Na hiyo ndio imekula watu wengi. Imekula watu wengi. Inasemaje? Katika Wafalme wa pili 4:26 yasema hivi. Tafadhali piga bio 29. Wa pili 4:29. 29. Kwa sababu ya muda. 4:29. Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, jikaze viuno, ukachukue fimbo yangu mkononi mwako. Ukaende zako, ukikutana na mtu usimsalimie, na mtu akikusalimia usimjibu. Ukaweke fimbo yangu juu ya uso wa mtoto. Na mama yake huyo mtoto akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Basi akaondoka akamfuata. Angalia sasa mahali pale. Hapa kuna mama mtoto wake amekufa. Akaenda kwa mtumishi Elisha. Akaenda kaambia Elisha mtoto hata kabla hajamwambia. Hapo ndiye alijua mtoto ameaga. Akamwambia Elisha, ana si nilikwambia usilinde akanye mtumishi. Maana yule mama alikuwa amekaa tasa kwa miaka mingi sana. Mtoto akakufa. Sasa Elisha akamwambia Gehazi, chukua hii fimbo. Ukikutana na mtu jiani, upige mbio. Ukikutana na mtu jiani usimsalimie. Wala usisalimiane. Ukifika kwa ule mtoto uwekelee hii fimbo, naye atafanya gani? Lakini huyu mama alijua ya kwamba utumishi hauko na Gehazi, uko na mzee gani? Uko na Elisha. Akamwambia ndio nimesikia vile umesema Elisha, lakini kama vile roho ishivyo, wewe ndio unataka kwenda na wewe. Wajiti tumejaribu kutafuta mpaka shortcut. Kuna watu wamejifanya Absalom. Wanajifanya watumishi. Wajiteuliwa kwa ile kazi. Wajifanya wazee wa kanisa, wajifanya mapasta, wajifanya deacons, wanajifanya nini? Wakati itafika. Huyu mama amemwambia Elisha kama jinsi leo alishio, mimi sitakuacha, nitaenda pamoja na wewe. Na kweli Gehazi alikimbia na akafika. Wakati aliweka fimbo hakuna sauti ilitoka. Mama alijua sehemu ambayo kuna utumishi ni hapa. Si huyu. Hakuna sauti. Elisha alipofika mahali pale, sasa akaomba, mtoto akafufuka. Si mahali popote. Muna watu wanashikana kule wanasema hata sisi ni watumishi. Huyu mama alijua kwamba katika ndani ya mtumishi hapa ndipo kwenye ambapo tutapata baraka. Huyu ambaye aliniambia kwamba nitapata mtoto, ninaamini ya kwamba hata naweza kufufua kwa uwezo wa Baba wetu wa mbinguni. Haleluya. Aliamini hivyo.
Kitabu cha Hosea. Twende kama tunamalizia. Hosea 4, hapa ndio kuko na mama. Na kabla tujafika Hosea, si mnakumbuka mama alikuwa anaitwa Dorcas ama Tabitha? Unamsikiaga? Katika Matendo ya Mitume 9:36. Wamama wajana walijua kwamba Petero ana nguvu na uwezo kupitia Roho Mtakatifu za kufufua. Wakati Dorcas alipokuwa mgonjwa akakufa, wakamweka mahali gorofani. Wakatumana, maana Jopa haikuwa bali na Lidia. Wakatumana. Nenda kamuita Petero akuje. Na pale wakati Petero alikuja akafufua Dorcas. Alifufuka. Kwa sababu walijua ndani ya mtumishi kuna kitu kizuri. Sasa unakosa kupokea kwa sababu yale kwa huo na juu ya watumishi ambao wanakuhudumia sehemu mbalimbali. Walio manyumbani, walio sehemu za nje. Ndipo nikauliza ya kwamba kwa nini ni wangapi ambao inena ubaya wa watumishi? Udhaifu wao ni wangapi? Hawa wamebarikiwa, sijui uko nyumbani ambaye za nje, sijui kama hawa wananenaga ubaya, lakini hawa hapa Stima Rai ni wazuri. Hawa wananaa mazuri kila wakati. Kitabu cha Hosea 4, sasa sikia hapa. Hosea 4, nabii Miriam alikuwa nabii, akanena ubaya wa mtumishi. Hajaishi kama wewe ni nabii kwa kanisa. Lakini kuna mtumishi ambaye ameteuliwa. Hebu ongea juu huyo nabii, nasemaje? Hosea 4 yake ni ya 4. Hosea 4 aya yake ya 4 yasema hivi. Walakini asishidane mtu wala mtu asikemee, maana watu wako ni kama wao washidanao na kuhani. Ati watu wa baba ni kama washidanao na kuhani ama na mtumishi. Ndivyo siku ya leo. Watu wanashindana na mtumishi. Kama kina Kora na Dathan, maandiko inasema ya kwamba wale wakasema hata sisi tuna uwezo na nguvu ya kuongoza wanashindana na mtumishi. Huyu hajajiweka mahali pale, amewekwa. Na yule ambaye aliyemweka ndiye ana uwezo wa kumuondoa. Sasa ndio nasema ya kwamba watu wangu ni kama washindanao na kuhani. Wanasema namna gani usiku? Mstari wa 5 yasema, na wewe utajikwaa wakati wa mchana. Angalia, sasa kwa sababu vile umekuwa ukiongea ubaya wa mtumishi kila wakati, ndipo unakuta vile mambo yako imekaa hivyo. Kwa sababu ya kuwa ukishindana na yeye. Kwa sababu ya kuongea ubaya. Sasa kuna mtu anasema sasa tunaweka uoga, tuende ndio kuoga. Ninaku, tigo ndio hapo ndio. Maandiko yanasema, wanabiria mtigo yende hiyo. Bilia hapo usio nini? Ile jambo linatoka kwa baba, ile heshima ni baba amesema waheshimiwe. Sasa nani anasema utajikoa wakati wa mchana na wakati wa usiku? Na nabii naye atajikoa pamoja naye wakati wa usiku. Ule nabii alinena uongo juu ya mtumishi. Akatoa ndoto ya uongo, akatoa maono ya uongo. Unajua kuna manabii wanatoa ndoto za uongo. Na sana wanatabiri juu ya madhabahu na juu ya vijana sana. Inyo kigokona. Iko. Sasa nakuta unajaribu kujiangalia hakuna. Na pia wakati ya nini? Ya usiku. Ile maneno uliongea inakukula mpaka siku ya leo. Watu wengi wako namna hiyo kwa sababu ya vile waliongea jana juu ya mtumishi. Ndivyo maisha. Uko namna kwa sababu ya vile umekuwa. Sasa ni vizuri uangalie. Kuna wakati niongea ubaya juu ya mtumishi. Kama Daudi anasema ya kwamba siwezi nyosha mkono kwa ajili ya mti wa mafuta. The anointed one. Siwezi. Hapa tunanyosha. Mnakumbuka kuna Wafalme wa kwanza 13 yake ni ya kwanza. Kuna mtumishi wa baba alituma mahali fulani Israeli. Ndio nasema ya kwamba aliponena juu ya madhabahu ikaporomoka. Yule mfalme akanyosha nini? Mkono libaki namna hii. Ilibaki namna hii. Nimesema unaishi hivyo. Wengi wanaishi hivyo kwa sababu ya jinsi ambavyo wamekuwa wakiongea juu ya mtumishi. Na ni mahali popote ambapo unaposia hapa tu, mahali popote unaposhiriki. Ni vyema ujizoeshe kuongea uzuri wa watumishi. Kama wana udhaifu waombee. Kwa sababu wao wamepewa na nani? Na baba wetu wa mbinguni. Sasa hiyo dhambi si utupu. Sasa unachukua wakati wa mchana.
Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa wengine wanasikia ni kama kawipo wa kulala. Sasa mtu amesinzia tu analala ni kama kawipo. Maandiko yanasema katika Ezekiel ati utakuwa kama wipo ulio mzuri. Unapigwa mtu anasikia na mzuri mpaka analala mpaka anaota. Anaota ndoto zingine ambazo hata haziwezi peana kwa zieleweki, ambazo hata zina faida kwake. Ni mzuri usikie huo. Hii jambo itakusaidia. Kwa watumishi kuna kitu. Na wakati wote ningekuomba tafadhali waheshimu popote ambapo upo. Kama mwaiko sana mtumishi yoyote, nenda muombe msamaha. Nenda, wacha kujipiga kifua. Nenda muombe msamaha. Kitabu tunamalizia cha Hesabu, ndio dalili Hesabu 16 aya 12. Hesabu 16 tunamalizia mahali pale. Ni vyema tuelewe watumishi wanaweza ni faida kwetu. Ni kipawa kutoka wapi? Mbinguni kwa Elohim kwa wanadamu. Hesabu 16 inasemaje? Ndugu Baba Geshoke. 16 aya yake ni ya 12. Tunamalizia mahali pale. Katika kitabu cha Hesabu 16 mstari wa 12 asema hivi. Ndio. Kisha Musa akatuma kuwaita Nathani na Abiramu wana wa Eliabu. Nao wakasema hatuji sisi. Sikia. Musa anatumana ende kaita watumishi wakuje tuongee kidogo. Wanasema hatutakuja. Ni wakati wameitwa na mtumishi mahali popote wanasema wako busy. Na wakati uko na shida unakuingi busy. Wakati wewe unatafuta nani? Sawa, mtumishi. Wakati wewe unatafuta. Lakini mtumishi akitaka kuona wewe upatikani. Uko busy. Naambia siwezi onekana leo, niko very busy. Busy. Hata nisema kuna wakati afika mtu akiniambia naambia hata unajua sasa bila wakati yako. Bwana kwanza vijana, utanitafuta. Mchungaji anataka kuona ninakwambia niko busy. Kwanza nataka kukueleza niko busy. Lakini na shida, papa anaweza kaambia watoto hivyo. Si ni kweli? Wewe unasema naomba nimefikia mzuri. Papa anaweza kaambia hiyo ndio shida sasa. Hata baba ni kuvumilia tu mtoto acha nimchukue bila alini. Hawa Musa ameitana, nenda kaita kina Dathani na kina Kora. Tusemezane tusuluhishe hili jambo. Wakasema hatuji tutimoka. Wanataka kufanya nini? Wanataka mstari wa 13. Ati ni jambo dogo. Wewe kutuleta kutoka nchi iliyojawa na maziwa na asali ili kutuua jangwani. Lakini pamoja na haya walijikuza mwenyewe. Ati unajitukuza, umejitukuza sana wewe mtumishi. Pamoja na hayo unajitukuza. Wanaambia nani? Musa. Alafu wajikuza mwenyewe uwe mkuu juu yetu kabisa. Na si Musa alijifanya. Musa hata alikuwa amekataa. Wakati ile kichaka ilikuwa ile kijiti ilikuwa inachomeka. Aliambia baba tuma mtu mwingine. Baba anajaribu kufanya miujiza, fimbo inakuwa nyoka. Musa anasema inakuwa ni Elohim ananituma. Anajaribu kufanya mkono unakuwa nini? Unakuwa na ukoma. Lakini bado anambia baba, lakini baba tafuta mtu mwingine utume. Musa akaambia na Elohim, wewe ndio utaenda. Wewe ndio unajua kuna Harun na kuna watu wengine wanajua kuongea vizuri kukushinda. Lakini wewe ndio utatuma. Sasa huyo ndiye anaita. Sasa hawa wanasema ya kwamba umejitukuza, unataka kujifanya wewe ndio mkubwa kuliko watu wote hapa. Si Musa alikuwa anajifanya, ile ukuu ama ile uongozi alikuwa amekabidhiwa na nani? Elohim wetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoona watu hapa, hata wewe ndiko ni wetu, usimdharau. Mtu mwingine anaona kama mimi nimemzidi huko, nimemzidi elimu. Hata ndiko ni akiongea gigi, hata kufundisha hajui. Wewe ukifundisha kwa kusema Bwana sifu anasema amen, hata kuamshia viti.
Ndiko nakiongea akisoma watu wanalala. Tunasema sasa angalia, hapa ni kutupa, niko tego huko. Sasa wewe, baba anamweka mahali pale unasema ni kutupa. Wewe ndio kutupa. Wewe kutupa, baba anamweka mahali pale. Hata kama anaamka watu wanasisi, hata kama hana maandiko mengi. Akisoma Biblia, anasema tuamkeni tuipe. Tunasema huyo ndio mtumishi wa baba. Hiyo Biblia inasaidia kuliko hapa anajua maandiko 100 ambayo hayawasaidia. Haleluya. Unajua tatiko na juu, hata pastor yetu juu na P. Hata anapoongea ongea na hekima. Sasa baba nikuchagua tu namna hiyo, hata kama ni pupafu akae tu pale na upupafu yake. Lakini kuna kitu kizuri kinapatikana ndani ya hiyo mtumishi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ningeomba tafadhali, ukimalizia maandiko inasema kila tuna muda wa kusoma. Maandiko inasema ya kwamba nataka tujiandae tusifu. Maandiko inasema ya kwamba hao watu hawakufa kifo ya kawaida. Walimezwa na nini? Na injili ilifungua, ilifungua mdomo na ule injili inakuwa na mdomo hii. Wakati wakamezwa na ikarudi kawaida na mambo ikaendelea mbele. Hasa kama unakaa unaongea juu ya baya watumishi. Wajua kuna mahali ambapo niliendaga yaani nilipoa heshima mpaka nikaibika. Yaani naenda kuzika mtu fulani sehemu za Mwea. Natumia nauli kutoka hapa mpaka Nairobi. Kutoka hapa mpaka Nairobi ni hela ngapi? Zamani wakati huo ilikuwa 300. Na ukienda na gari ambayo utaki muwe karibu na mtu sana ni 400. Ilikuwa 450. Sasa na unatumia 2500. Sasa sio ni kama kuchoka haya. Ni taxi. Kufika huko nakuta nimeandaliwa gari, atina pia hivi yako pasta. Siku yote ambao utakuwa hapa. Niko nasema mwaga na ndugu yangu pekee atatoka kunipiga na ndio wewe ndio ikalia wewe kaka. Tuikaya pale hapo. Nikaambiwa na nimetafutiwa mpaka dereva. Nataka uangalie watu, kuna watu bora jua watumishi. Nikatafutiwa dereva na gari, si gari kama hii ipo ilikuwa sijui ni Subaru. Gari hata ukijiona ndio gari. Ni gari kutoka ni gari. Na mpaka dereva mpaka niambia mimi ndio nimetolewa na kamati kubeba mchungaji. Nikijua paki kiraudi. Nasema baba tu sana. Kutoka mahali pale mimi nilikuwa nimepanga nikitoka hapa nitaenda kutafuta wandugu ambao wanakuwa na Nairobi nile nikaendelea kwa nika sasa kaniambia nataka kupeleka penye nikapeleka kwa nyumba imelipo 3500 usiku mmoja. Hiyo si ni capital. 35 usiku nyumba ifunguliwe na ufungue ya kawaida, inafunguliwa na kadi unafanya namna hii, nyumba inafunguka na ingia. Sasa yule mzee tulikuwa nafungua na natoka. Aje pasa huko kwa gari yeye. Kwa sababu tabisia. Hata shida kama ilikuwa kadi kipotea. Ameenda na ipotee. Na tarara hiyo mimi yale. Kwa kifupi sisemi hivyo niinuliwa ama ni watumishi wapewe nini? Heshima tafadhali. Ili Waebrania 13:17 itimie ya kwamba kila ambacho kiko ndani yao kiwe faida kwako. Wewe usome 13:17 kwa wakati wako polepole wa Hebrews. Ati ya kwamba ili iwafae itabidi muwaheshimu na muwanyenyekee. Baba wabariki sana. Walio nyumbani simbarikiwe sana. Siwabarikiwe sana. Kwa hivyo ni vyema wapenda. Ni vyema tuwe watu ambao tunaheshimu watumishi na najua ya kwamba maisha yetu itabadilika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tutaamka tusifu nyimbo kadhaa. Nyimbo tusifu kabisa. Nikusifu kabisa sasa. Maana wakati ule unahitajika tusifu, ndio wakati wa kusifu. Tusifu baba wetu kwa sababu ametenda mambo ya ajabu. Kisha baadaye nikwambia kile ambacho kitafuata. Kwa hivyo nikumsifu kabisa. Walio nyumbani najua watu tunasifu pamoja na nyinyi. Walio nchi za nje, Saudi Arabia, kule Italy na sehemu zozote, najua huwa mnasifu pamoja na sisi. Kwa hivyo pia watuliwa hapa kanisani. Mnaona tuko wengi kwa wakati huu mlio nyumbani. Serikali wametoa ruhusa ama wabao huko nchi nje tumeambiwa tutakaa watu 100 ndipo mnaona tukiwa wengi siku ya leo. Kwa hivyo tutaamuka
tusifu nyimbo kadhaa na baba wetu atainuliwa. Tuamke tafadhali. Yeah.
Kuomba. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuinua, tunakuhimidi ewe Baba wetu Mungu wa mbingu na nchi. Tunasema ni asante Baba wetu kwa sababu ya ukuu wako, kwa sababu ya nguvu na hata uwezo wako. Tunasema ni asante kwa sababu ya Baba wetu kutupa muda mwingine sisi tukawa nafsi ya Elohim wa Israeli. Baba wetu hukutendea kadri Baba wetu ya matendo yetu mtakatifu wa Israeli. Maana huruma na rehema zako na upendo wako mwingi Baba wetu umeinuka kuliko matendo yetu mtakatifu wa Israeli. Maana kama ungeitazama kila mmoja wetu jinsi ambao wamekuwa kitafakari na kuenenda Elohim wa Israeli, hakuna mwanadamu yoyote ambaye angeistamili mbele zako mtakatifu wa Israeli. Lakini kwa sababu ya Baba wetu ya huruma na rehema zako ukafunika dhambi zetu mtakatifu wa Israeli, na ukatupa muda mwingine wa kuishi Baba wetu tukiwa na afya njema na tukiwa na tumaini la uzima milele. Upokee sifa na shukrani kutoka kwetu kupitia jina la Messiah. Tunakushukuru maana tangia asubuhi hadi muda huu tumeona nguvu na hata uwezo wako. Tunakushukuru Baba wetu, tumekuwa tukiandamana pamoja na watu ambao wako nyumbani ambao wako katika nchi za nje. Tunakumini hata kutukuza Baba wetu maana wamekuwa baraka na tumekuwa baraka kwao Baba wetu kupitia jina la Messiah. Tunakuomba kwa yote ambao tumekuwa tukiyasikia mtakatifu wa Israeli, ukatupa nguvu na uwezo wa kuhifadhi katika mioyoni mwetu mtakatifu wa Israeli. Tukijua nyakati ambao tunazoishi nyakati za hatari Baba wetu, tunajua kwamba yule mnyama wa katudu anafanya kazi zake ili apate Baba wetu kuangamiza wateule wako. Ukatushika mkono mtakatifu wa Israeli ili ukapata kutushindania Baba wetu kupitia jina la Messiah. Imefika wakati mwingine mtakatifu wa Israeli tunapoelekea katika dhabihu zingine mtakatifu na zikabidhi mbele zako. Tutakapomaliza katika hali nzuri na hali ya kupendeza Baba wetu, hebu katukumbusha kuambia ni asante kupitia jina la Messiah. Walio manyumbani, walio nchi za nje mtakatifu wa Israeli, tunawakabidhi mbele zako ukapate kuwabariki Elohim wa Israeli. Baba wetu, kwa wale ambao hakujui ukawavute katika nyumba yako Elohim wa Israeli ili wakapate kutubu na kuungama dhambi zao, ili wakapate wokovu Baba wetu kupitia jina la Messiah. Na kupitia jina safi la Messiah yake tumeomba tumeamini. Amen. Shalom. Baba asifiwe sana. Kwa hivyo walio nyumbani tunawaga kwaherini. Tukutane pengine jioni kama tutakuwa na ibada nyingine kama hiyo. Sasa tulio kanisani tutaendelea. Kwa hivyo kwaheri walio manyumbani na pia walio nchi za nje.